asubuhi ya leo tulipata mwaliko wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwenda kumkabidhi makombe pamoja na medali ya ubingwa huu wa kombe la CRDB Federation Cup. Na yeye kama sehemu yake ya kuonesha furaha ya klabu hii ya Yanga kushinda kombe hili ndani ya visiwa vya Zanzibar, ni kweli ametuzawadia shilingi milioni 100 fedha taslim kama sehemu yake na yeye ya kuipa zawadi Yanga kutokana na mafanikio haya ambayo tumeyapata. Na kwa niaba ya Yanga Africans tulimshukuru kupitia rais wetu wa Yanga alimshukuru, lakini na mimi kupitia vyombo vya habari pia niongeze shukrani hizi kwake Dr. Hussein Mwinyi kwa kutupatia zawadi hii, lakini kwa kutukaribisha kwenda Ikulu. Ikulu ni mahali sio kila mtu anakwenda, lakini kwenda Ikulu kukabidhi makombe ni mahali patakatifu. Ikulu sio kila mtu anakwenda, na kupewa mwaliko mkapeleke makombe sio kila mtu anapata makombe ya kupeleka Ikulu. Ndio. Bwana, kuna video moja ya zamani sana ambayo imevuta hisia ya watu wengi. Ulikuwa unazungumza na ile Yanga sisi ambayo tumeipa jina Yanga ya bakuli. Ulikuwa unazungumza na wachezaji waliokuwa kipindi kile ukiwatia motisha. Watu wengi bwana imewagusa hisia zao. Wewe unakoitazama ile video, kitu gani ambacho unakumbuka ukiangalia Yanga ile mpaka Yanga hii ambayo sasa hivi inaweza kuweka mafanikio makubwa barani Afrika kufika mpaka fainali? Inanipa hamasa zaidi na kiu zaidi ya kuiona klabu yangu ya Young Africans inazidi kwenda mbele, lakini isiweze kurudi kule tulikokuwa. Inanipa hasira zaidi, inanipa hamu ya kuendelea kujitoa kuitumikia klabu ya Young Africans izidi kuwa na mafanikio ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asilimia kubwa ya mashindano yote ambayo umeshiriki msimu huu ya ndani imebeba ubingwa. Hii ina maana gani kwenu? Ni matunda ya uwekezaji ambao tumeufanya, matunda ya kuweka nguvu, akili na focus yetu katika kuhakikisha Yanga inakuwa bora. Washukuru wadhamini wetu wote ambao tumekuwa nao, lakini kwa kipekee nimshukuru Galib Said Mohamed Said ambaye ndio amekuwa chachu ya kutupa nguvu hii ya kupata mafanikio haya ambayo tumekuwa tukiyapata. Hongera sana. Asanteni sana. Mtu akisema kwamba uongozi wa Young Africans ndio uongozi bora kwenye msimu huu, inaweza ikawa ni sahihi? Uongozi wa Young Africans ndio uongozi unaojua boli hapa Tanzania. Hongereni kwa siku ya jana, ndani ya wiki moja mna makombe mawili. Alhamdulillah. Kwanza kwa ufupi zaidi, kwa yote ambayo yametokea majuzi hapa, zile purukushani, mlidhani mtafikia hatua hii ambayo mmefikia? Matarajio yetu yalikuwa hivyo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho kimetokea. Basi tumeshamaliza msimu, tunasema alhamdulillah. Umekuwa ni msimu wa namna gani kwenu safari hii? Ulikuwa msimu mgumu sana kwa kweli, msimu ambao ulikuwa na changamoto nyingi, lakini mwisho wa siku tumepambana mpaka hapo tulipofikia. Hakuna kingine, tumeshafunga msimu, kwa kilichobaki sasa hivi ni kuangalia mapambano mengine kwenye masuala ya usajili na nini kwa ajili ya kuboresha timu. Asilimia kubwa ya makombe mashindano ya ndani mmechukua makombe yote. Hii inamaanisha nini kwenu? Ubora wa kikosi chetu. Tuna timu nzuri sana, timu ya kuweza kupambana kwa muda wote mpaka hapa tulipofikia. Umoja na mshikamano wa wanayanga wote, kuanzia wachezaji, viongozi, wapenzi na wanachama, support yao ilikuwa muhimu sana, ndio maana mpaka hiki unachokiona sasa hivi. Momenti gani hutoka uisahau msimu huu au mechi gani? Kwangu mechi bora kabisa nadhani zilikuwa mbili. Mechi ya mkondo wa kwanza Singida Big Star vs Young Africans. Mechi nyingine nadhani ni ya raundi ya kwanza Young African Azam vs Young African. Ndio zilikuwa mechi ambazo kiukweli mechi zangu bora kabisa za msimu. Mmestahili kila kitu? Alhamdulillah, kwa kweli we deserve it. Asante sana. Asante sana.